wairire ngoro mĩaka mĩrongo ĩna nĩ andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmarĩa tiga marakariganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũniine ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mĩhianano nowe gũtarĩ toguo ithe witũ ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake na airĩtu na ciana cia kĩrĩ wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ nĩ wairire ngoro mĩaka mĩrongo ĩna nĩ andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmarĩa tiga marakariganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũniine ithandũkũ rĩa mwĩhĩtwa waku rĩrĩa itheru Jorodani yarĩonire ĩkiura nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna na ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mĩhianano nowe ndũtarĩ toguo ithe witũ ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ Ngai wakwa nĩ Mwathani mũira wakwa njũthĩrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yaku thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa maitho makwa nĩ magũcũthĩrĩria na matũ makwa nĩ magũthikĩrĩirie nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda ndandũndũraga gũkũ thĩ na maithori njĩra-inĩ ciakwa nduke no iradwo na nĩ njugĩte igũrũ na gũkinya na nĩ njugĩte igũrũ na gũkinya na ciandwa njĩra Mwathani wakwa gũtirĩ kĩndũ gĩa thĩna ndĩhakaga ngoro-inĩ yakwa nĩrirĩirie kũinũka ngoro-inĩ yakwa nĩrirĩirie kũinũka mũthenya wa kũhurũka kwa theru
Ligani wamebara na maithori.
asifiwe. Amen. Ni siku ingine njema Bwana ametupa kufika katika nyumba yake, kusikia neno lake. Neno lake ambalo ndugu Adan kila wakati anatukumbusha si kama majani. Kama sasa kumekuwa kiangazi hapa, tukiangalia mashamba hayavutii. Neno lake daima linakuwa maridadi. Neno lake daima linakuwa liko na uzima na linafurahisha. Siku ya leo, kabla salamu kutoka kwa bwana mmoja, aliniambia usalimie kanisa. Nikamwambia niwaambie ni nani? Akaniambia waambie ni Mwaura wa Kafane. Kwa hivyo watu unafikiri wanamfahamu. Mimi sikufahamu jina. Niambia mhubiri. Tena nikakutana na mwingine akaniambia mhubiri. Nikamwambia habari yako? Ndio alijibu. Si hata wewe unaona. Nilikuwa amelewa asubuhi kupindukia. Nikamwambia nimeona bado huko. Anajua ni mhubiri na yuko hivyo. Kwa hivyo anajua ya kwamba mhubiri anahubiri, si ndio? Basi hebu tuwe na ushuhuda huo. Leo bwana Paul nilimsalimia, lakini alikuwa na mteja. Kwa hiyo salamu zake pia mpokee, kwa sababu angeniambia. Umezipokea? Asante. Sasa tunaangalia somo la leo kuhusu kitu kinaitwa kivuli. Na kivuli tunajua ni nini? Kivuli maana yake vile tunajua kwa urahisi ni ya kwamba ni kitu kinachotokea wakati mwangaza umezibwa. Ukizibwa mwangaza unatengeneza nini? Kivuli. Na kivuli kina mambo mazuri yake, si ndio? Kwa sababu wakati jua limewaka kama hapa, na kuna sehemu hata hapa kwetu Kenya watu wanaabudu chini ya mti, si ndio? Kwenye kivuli. Hata ukiwa mahali ukija kwangu utajaribu kutafuta mahali kuna kivuli. Na leo basi tukielewa hivyo tutakuwa tumeshika somo la leo ya kwamba kuna kitu kinaitwa kivuli. Mwangaza huko na kuna kizuizi cha mwangaza. Sasa kama tuseme ni jengo kubwa limezuia kivuli, ukiangalia chini kama kuna nafasi utaona hilo jengo, mfano wa hilo jengo, si ndio? Lakini unaingia kwenye kivuli na unajikinga kutokana na miali ya jua na joto. Lakini unapojikinga, hicho kivuli kinakuwa daima. Kinafika wakati lazima kiondoke. Kwa hivyo kama nataka kupata manufaa ya tuseme jengo kubwa ama jengo fulani, lazima nitoke kwenye kivuli. Sitapata kwenye kivuli, nitapata nikiingia ndani, si ndio? Basi leo tunazungumza kuhusu kivuli. Tuliongea kwamba yale ambayo yalikuja kwanza yalikuwa yanatayarisha hao watu kwa siku za usoni ambazo zingekuwa na mambo. Neno ambalo limekuwa hapo kila wakati ni bora zaidi. Kwa hivyo yalikuwa yanazuia mambo ambayo ni bora zaidi, lakini wakati wa hayo mambo ulikuwa bado hujafika. Kwa hivyo akakuwa na utaratibu mzuri. Lakini wakati wa utaratibu huo ukakuwa umefika mwisho, agano likabadilika. Sasa ikakuwa ya kwamba Mungu ataabudiwa na njia tofauti. Yesu Kristo mwenyewe akaeleza, akasema Wayahudi walikuwa kule, walikuwa naabudu, si ndio? Kwenye Yerusalemu walikuwa na hekalu. Na kabla ya hekalu walikuwa na ile hema
Wakati walikuwa safarini kulikuwa na hema, lakini ikafika sasa wamepata makao yao rasmi, makao yao ya kudumu. Kwa hivyo wakati hekalu, na tunaambiwa lilikuwa hekalu maridadi sana. Lakini tulisema Mungu mwenyewe haishi kwenye hekalu ambalo mwanadamu amejenga, sio? Tunajua, na si hata walimwasi Mungu na hilo hekalu likapigwa, likabomolewa, vitu vyote vya thamani vikabebwa na adui kwa sababu ya uasi wao. Na ndio leo tukaimba ya kwamba Mungu usiangalie makosa yetu, kwa sababu ukiangalia makosa yetu tutafanya nini? Utatuangamiza. Tuonee tu huruma zako tu, tuonee huruma. Na basi tuwe waombaji wa huruma daima tukiwa hapa duniani, kwa sababu nikisema mimi kama mtu na uzuri wangu na yale ninayo hayapendezi na hayatoshi. Kwa hivyo leo tunaona kuhusu kivuli kia hayo mambo ambayo yalikuwako. Wiki iliyopita tukaona kweli kulikuwa mambo mazuri ya kupendeza sana, ilikuwa dhahabu. Na tunaambiwa hata hekalu lilipojengwa lilikuwa hivyo, lilikuwa linapendeza ukiingia ndani. Hata mawe yake, wakati mawe yake ilipojengwa ilikuwa jambo la ajabu. Sijui kama umesoma habari za hekalu. Wakati walijenga, si tukienda mbali kuna mjengo siku hizi tunasikia sauti ya tindo, si ndio? Na nyundo. Huko kulikuwa hakuna sauti ya tindo, hakuna sauti ya nyundo. Mawe yalikuwa yanatengenezewa kule ambako yanatoka. Hati jiwe likikuja, kwa sababu ilikuwa ni jengo maridadi. Hata watu wakaangalia wakisema, hili jengo maridadi sana. Lakini Yesu hakuona umaridadi, kwa sababu alisema siku inakuja hili jengo halitakuwako. Ijapokuwa ni maridadi hivyo, hakuna jiwe litakaa juu ya jiwe lingine. Maana yake ni nini? Mungu haishi duniani, Mungu yuko kila mahali. Mungu ni roho, hatuwezi tukamjengea mahali tunakutana naye. Tukija hapa si Mungu tunakuja kukutana naye, tunakuja kukutana na ndugu zetu. Alafu ambapo tunakutana na ndugu zetu, basi hapo Mungu amesema atakuwa hapo. Inakuwa ni madhabahu yametosha, kwa sababu Mungu yuko hapo. Amen. Amen. Basi Waibrania 10 tusome kitu cha kwanza, kitu kinaitwa kikumbusho. Kikumbusho ni kitu ambacho kinafanya tusisahau, kinatusaidia tusisahau. Si ndio? Sinakumbuka tukiwa siku hizi hatufanyi hivyo, lakini pia tunafanya kwa njia nyingine. Kama kuna kitu hutaki kusahau, utasema wacha niweke hiki kitu mahali nitaona nikipita, si ndio? Labda utaweka hapo kwa mlango useme leo, kesho nataka nije hapa Sabasaba na nyundo. Sasa hiyo nyundo nitahakikisha ya kwamba nimeiweka pale kwa mlango. Ndio wakati naenda kufunga mlango nifanye nini? Na nikumbuke hii nyundo yangu iko na kasoro, inahitaji kwenda kurekebishwa. Tuone kikumbusho cha yale yalikuwa wakati huo wa mapema. Hebu tusomee mstari wa kwanza mpaka wa 4 tafadhali. Mstari wa kwanza wa Ibrania 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Tuone kikumbusho gani kilikuwa hapo. Basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wote kuwakamilisha wakaribiao. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo
wakiisha kusafishwa mara moja, wasigejiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kubu la dhambi kila mwaka, maana haiwezekani damu ya mahali na mbuzi kuondoa dhambi. Ati kuna kikumbusho. Tunaambiwa kwamba kulikuwa na Torati. Torati ni sheria, na sheria ni kama zile ambazo tuko hapa Kenya nazo. Si tuna sheria, tuna katiba na tuna sheria. Kama ni ukulima, kuna sheria ya ukulima ya kwamba ukulima unafanywa hivi, na hata unaweza ukashikwa ambiwe wewe umeenda kinyume cha sheria ya kilimo. Kuna sheria ya magari, usafiri wa barabara, kila kitu kina sheria. Lakini sasa hawa wanazungumza sheria ya dhabihu, sheria ya kuhani mkuu kuja na kulipia, tuseme, makosa ya mwanadamu. Na waliambiwa hivi, itakuwa hivi, utakuwa unakuja unatoa hivi. Na tunaambiwa basi hiyo Torati ilikuwa tu ni kivuli cha mambo ambayo yako mbele, mambo ambayo yalikuwa yanakuja, na ndiyo wakapewa utaratibu. Kwa sababu tunaambiwa vile tumeongea kivuli, ya kwamba kuna mambo yanakuja. Niseme ni kama hapa hiki chumba tuko kimetengeneza kivuli. Lakini kama tutakuja kuishi, hatutaishi kwenye kivuli. Tutaishi ndani. Kwa sababu tunaambiwa ya kwamba haikuwa sura yenyewe ya hayo mambo. Ilikuwa tu ni kivuli. Lakini sura yenyewe tutaiona tutapoingia na tutakapokabiliana na mambo yenyewe. Kwa sababu naweza nikasimama kwenye kivuli cha jengo fulani. Tuseme kama huko Nairobi kile kinaitwa KICC, tunakijua. Naweza nikasimama nione vile kivuli kimeenda. Lakini kama nataka kusema nilikuwa KICC, niingie ndani, nifunguliwe milango, niingie vyumba, nione kama ukumbi ule uko hapo, uko namna gani, kuna jengo fulani la mambo fulani. Na hiyo ndiyo tunaambiwa kwa dhabihu ambazo zilikuwa zinatolewa zile kama kuhani alitoa huyu fahali ama alitoa huyu mbuzi, awe ni yeye ametolewa dhabihu, wakati mwingine pia atatoa mbuzi mwingine. Yaani ni kurudia. Kwa nini? Kwa sababu kila mwaka kuna siku ya hiyo. Kwa hivyo kila mwaka utakapoona huyo ndama akitolewa, utakapoona huyo mbuzi akitolewa, huyo mwana kondoo akitolewa, inakuwa ya kwamba ni kivuli cha mambo mazuri ambayo yako nyuma, ya kwamba kuna wakati ambapo kwa hiyo dhabihu itatolewa ambayo itaweza kufanya wale ambao wameikubali wakamilishwe. Lakini hawa hawakuweza kukamilishwa, ndio sababu kila wakati hawakupata ukamilifu. Kila wakati ilibidi watoe. Leo natoa dhabihu, naondoka, naenda natenda dhambi, natoa dhabihu. Basi tunaambiwa basi, kama ingekuwa kweli hizo dhabihu zilikuwa na maana kamili, zingefika mahali tuambiwe sasa dhabihu imetosha, si kondoo nimemtoa, kwa hivyo sasa mimi nahesabiwa niko safi, sitatenda dhambi tena. Hapana, haikuwezekana hivyo, kwa sababu
Torati ilisema kila mwaka mara moja damu ipelekwe, mnyama achinjwe, afe kwa sababu ya dhambi za wanadamu. Basi kulikuwa na hitaji, na hitaji hiyo tunaambiwa kivuli ni ya kwamba kulikuwa na hitaji kuwe na mpango mwafaka, mpango ambao kwa hiyo basi dhabihu ikitolewa, yani dhabihu mwafaka, ya kwamba hiyo dhabihu ikitolewa iweze kutakasa kabisa. Wale wametakaswa watakaswe mara moja, na hiyo ikwishe kabisa, na wakose kuwa tena na fahamu ya dhambi. Kwa sababu kutolewa dhabihu wakati huo wa Musa, Torati ya Musa, ulikuwa saa yote unakumbuka, nimetoa leo, kesho tena narudi. Watu wanaitwa siku moja, mkutano mkubwa, kongamano kubwa, wanaambiwa sasa tunatoa dhabihu ya mwaka huu wote, na inatolewa. Lakini tena mwaka huu ambao unafuata inakuwa kurudia. Kwa hiyo kwa sababu kilikuwa tu ni kivuli, tulikuwa bado kulikuwa bado hakujafikiwa ule ukamilifu. Kwa hivyo kila mwaka watu wanakumbushwa dhambi, kwa sababu wanajua hao ni watenda dhambi, na wanajua sisi hiyo ndio tutakuwa tukifanya kila mwaka. Basi kila mwaka, kwa nini? Neno hapo linasema haiwezekani ya kwamba damu ya mafahali na mbuzi iondoe dhambi. Wewe fikiri, hata wewe, mimi nimefanya makosa, nimeiba, si ndio? Nakuja kwa kuhani, naambiwa kuja na nini? Na mbuzi. Nakuja na mbuzi, na mbuzi hawakuwa tofauti na hawa tunaona hapa. Sasa hiyo mbuzi anakuja, anachinjwa, naambiwa sasa umelipa. Sasa hiyo damu inanisaidia aje? Kwa bei haikuweza. Kwa hivyo ndio tunaambiwa hicho tu kilikuwa kivuli, kilikuwa tu ni mfano. Sababu kivuli kinakuwa mfano wa kitu hicho ambacho kinazuia mwangaza kupita. Kwa sababu kama hicho kitu hakuna, mwangaza ungekuwa unaangaza bila pingamizi. Sasa kivuli hicho basi tunaambiwa ni ukumbusho ya kwamba kuna dhambi, lakini Mungu itafika mahali na ametoa ahadi ambapo dhambi zitalipwa zote mara moja na iwe imetosha. Na hiyo ndio wakati bora zaidi ambao tuko nao. Siku ya leo tunasema mimi nimeokoka, Yesu Kristo ni mwokozi wangu. Kuna wakati nilikuwa mwenye dhambi, si labda hata mimi kuna wakati nililewa kama huyo mlevi tulikutana leo. Sasa katika hiyo nimelewa hivyo, nikisema nimeokoka na nilikuwa nimelewa, ninasema ukweli ya kwamba nimeokoka. Sababu leo hutaniona nikienda nimelewa asubuhi ati ndio naenda narudi. Badala ya kutoka nyumbani ndio nafanya nini? Narudi nyumbani asubuhi. Sasa naambiwa hiyo kikumbusho hicho kiondolewe, na basi ndio wakati huu bora zaidi ya kwamba nikisema nimeokoka, yale nilifanya hayo ndio yamepita. Sasa mimi nimekamilika, na sio mimi, sikulipia dhambi hizo, nililipiwa na Yesu Kristo ambaye alikuwa hana makosa, vile ambavyo mbuzi alikuwa analipa. Kwa sababu makosa ni ya mtu, lakini mbuzi analipa. Sasa huyu ikakuwa si mbuzi tena analipa, yeye ni Mungu mwenyewe atakuja achukue umbo la mwanadamu, iwe ni mwanadamu, apitie mambo yote
mwanadamu anapitia, iwe ni mwanadamu analipa kwa sababu ya dhambi, lakini si zake, kwa sababu yeye hakutenda dhambi. Amen. Mwanzo 4:4 inasema hivi: Habili naye akaleta wazao wa kwanza na wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana Mungu akamtakabali Habili na sadaka yake. Mwanzo 4:4. Hiyo ndio tunaona dhabihu ya kwanza ambayo imenakiliwa katika Biblia, ati ya kwamba alikuja Habili mbele za Mungu, na tunaambiwa Mungu akamtakabili, ama Mungu akampokea, akamkubali. Hicho kumtakabali ni Kiswahili kigumu, lakini ni Mungu akamkubali, na pia akakubali dhabihu yake, akasema nimefurahishwa na wewe. Na hivyo ndivyo mwanadamu daima anatafuta, mahali atafika awe amemfurahisha Mungu. Lakini mwanadamu ana dhambi, na dhambi zake tu zinaweza tu kuondolewa na dhabihu yake mwenyewe, lakini kwa sababu sio yake, yeye hata akitoa dhabihu yake na yeye mwenyewe ni mwenye dhambi, hakuna msamaha, hakuna suluhisho hapo. Dhambi, mtu ambaye alikuwa hana dhambi akachukua mzigo wa dhambi, akatoa maisha yake, na Mungu akakubali hivyo. Ndio Yohana 1:29 tunaambiwa siku ya pili yake amuona Kristo Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Bwana Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Huyo ni nabii Yohana Mbatizaji. Siku moja anaendelea na mahubiri yake, anabatiza watu wale wamekubali, akamwona Yesu anakuja amemuelekea. Mara moja akasema, huyo ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoae dhambi za wanadamu. Sasa si kondoo inakuja, hapana, lakini amekuja kufanya vile kondoo mbeleni alikuwa anakuja kufanya. Ni mwanadamu anakuja, lakini amekuja akiwa ametumwa kuwa kondoo wa Mungu. Yaani kondoo ambaye Mungu atamkubali, Mungu atafurahishwa na hiyo dhabihu yake, na atasema sasa hiyo imetosha. Jambo la pili ni mstari wa 5 mpaka wa 10. Tusomee wa 5, 6 na 7 tafadhali. Tunasema kitu kinaitwa utimilifu. Tumeambiwa hapo mbele hatukuweza kupata utimilifu, tulikuwa tu tunakumbuka dhambi, lakini sasa kuna wakati unafika, sasa hatuko katika kivuli, tumeingia ndani. Huo ndio utimilifu. Tumeingia ndani ya hiyo nyumba, ama tumeingia ndani ya hilo jengo ambalo lilikuwa mbeleni tunaona kivuli chake. Sasa tuko ndani. Sasa tukiwa ndani hatuoni kivuli tena. 5, 6, 7 tafadhali. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu leo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, katika gobo la chuo nimeandikiwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Sasa tunaambiwa hivi, Kristo Yesu alikuja duniani, na akakuja kwa njia ya ajabu. Hakuja tu ameshuka, hapana. Tunaambiwa ikakuwa ni kazi ya Mungu na mpango wa Mungu ya kwamba azaliwe kama mwanadamu. Yeye ambaye alikuwa milele na milele akaumbika ndani la
tumbo ya mwanamke na akazaliwa mtoto tu wa kawaida, vile ambavyo siku ya leo kuna wale wanazaliwa kesho hivyo hivyo, si ndio? Hata labda saa hii kuna mtu amezaliwa hivyo hivyo, akakuja tu hivyo, hakuna tarumbeta, hakuna nini, hakuna sherehe, alitokea tu hivyo. Lakini katika hiyo alikuja akiwa na hilo kusudi, kwa sababu tunaambiwa hayo maandiko tumesoma tayari yalikuwa yameandikwa. Mungu alikuwa ameyazungumza katika Zaburi. Kwa sababu ya kwanza tunaona ya kwamba alisema na akatimiza. Yesu Kristo mwenyewe akakuwa ana hiyo haki ya kusema na kutimiza na uwezo wa kutimiza. Haki ya kusema na uwezo wa kutimiza zinaambatana. Akasema ya kwamba dhabihu na matoleo hukupendezwa nazo. Masikio yangu umeyazibua. Kafara na sadaka za dhambi hukuzitaka. Ndio ya kwamba Mungu ijapokuwa alikuwa ametoa utaratibu, lakini ilikuwa tu ni mbadala tu, kitu ambacho kinatolewa kiwakilishe mpango wake, kiwakilishe kusudi lake na mwanadamu. Na ndio tunaambiwa ya kwamba Mungu hakupendezwa, ijapokuwa alidai watoe, lakini hakupendezwa. Ningesema aje, ni kama mzazi si mtoto wakati mwingine anakosea mzazi, na mzazi anachukua kiboko, si ndio? Na anamcharaza, anaambia ukisirudie hivi. Lakini kuna mzazi kweli anafurahi kufanya hivyo? Hakuna. Nakumbuka mhubiri mmoja ati baba yake akimcharaza ama mama yake alikuwa anamwambia hii na kucharaza ikusaidie. Alafu katika akili zake za kitoto nafikiri, kama inanisaidia, si hata uache na mimi, ungeniruhusu hata mimi nikupige ndio na wewe ikusaidie. Ni akili za kitoto hiyo. Na hiyo ndio sasa tunaona yeye Mungu hakupendezwa, lakini akafanya njia mbadala. Tutakuwa tukifanya hivi, lakini mwishowe tutafikia mahali fulani. Jambo la pili, Zaburi hiyo ni Zaburi 46. Zaburi 47, ndipo niliposema tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa. Yesu peke yake ndiye angeweza kusema hivyo, ya kwamba nimekuja, ya kwamba katika gombo la chuo, ya kwamba katika kitabu chote na katika kusanyiko la vitabu nimeandikiwa mimi nitakuja, na nasema nimekuja kuyatimiza mapenzi yako. Nimekuja. Na hata alipokuja si alisema hivyo, akasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu akamtuma mwanae wa pekee, ili atakayemwamini asiangamie, bali apate uzima wa milele. Asipotee, asiangamie. Kwa hivyo ilikuwa imeandikwa, na yeye mwenyewe alipokuja akasema nimefanya nini? Nimekuja. Kabla ya hapo hakuna mwingine angesema amekuja, sababu bado tulikuwa katika kivuli, wakati haujafika. Lakini Yesu akakuja, akaongea na akatimiza. Jambo la tatu ni Zaburi hiyo 48. Inasema kuyafanya mapenzi yako, e Bwana Mungu wangu, ndio furaha yangu, naam, sheria yako imo moyoni mwangu. Yesu Kristo akakamilisha haya. Na ndipo saa hata akikuwa na majadiliano, na wakati mwingine akikutana na fujo ya hao Mafarisayo, Masadukayo, waandishi na mambo mengi upinzani, yeye akasema, akafanya, anaulizwa, anasema
Baba yangu daima anafanya, nasi hata mimi nitafanya kazi yake. Na kwa kweli akafanya kazi yake na ikaendelea hivyo. Yeye mwenyewe akasema ni ya kwamba kuyafanya mapenzi yako, na hiyo sasa amefanya, ametumalizia, amelipa gharama, na mbele ya Mungu tumekubalika. Hata sisi tunasema maneno hayo tu, ndio na sisi tunasema kuyatenda mapenzi yangu ndio furaha yangu. Tufurahi wakati tunatenda mapenzi ya Mungu. Na Mungu hatuambii tufanye kitu ati kwa sababu ameshindwa. Hapana, anaweza, lakini huo ametupa hilo jukumu. Kwa hivyo wakati wowote tuna nafasi ya kufanya kazi ya Mungu, hebu tufanye kwa furaha. Kuna watu ukiwaambia mambo ya kuja ushirika kwao ni hata wanakasirika, hata inakuwa ni fujo. Hapana. Ukiambiwa tunaenda mahali fulani, kuna mahali kuna matanga tunaenda, iwe ni furaha, kama vile Yesu alisema ya kwamba kutenda mapenzi yako. Kwa sababu wakati hatufanyi mapenzi ya Mungu, na Mungu amekusudia yafanywe, kuna wale watafanya. Si tunaongea habari ya siku ya kiyama. Siku ya kiyama inakuja, wakati kila mtu atafanya nini? Atatoa hesabu yake. Kwa hivyo hebu tufurahi tunapofanya kazi ya Mungu. Basi tunaambiwa ya kwamba hayo ambayo tumesoma, tunaambiwa hiyo yote ilikuwa hizo kauli, hayo maneno ambayo tumesoma yalikuwa yameandikwa kabla ya Yesu kufanyika mwili. Ya kwamba Kristo Yesu alikuwa hajakuja, lakini Mungu tayari ametayarisha kitu bora ambacho kuna mtu atakuja na aseme hivyo. Na akifanya hivyo akamilishe mapenzi ya Mungu. Na katika kukamilisha mapenzi ya Mungu atufungulie sisi nafasi ya kuishi na Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu na kufurahia kutenda mapenzi ya Mungu. Kwa sababu hizi dhabihu zilitolewa kulingana na Torati. Ilikuwa sheria, na hiyo ndio walikuwa nayo. Ni kama nchi. Kuna wakati tulikuwa na katiba ingine ya kwanza, ikafanywa marekebisho, lakini ikafika mahali tukasema tunataka sasa kuandika upya katiba mpya. Basi hivyo ndivyo tunaona. Lakini Mungu alikuwa ameona mbele, na ile katiba itakuwako, lile agano litakuwako, na alikuwa tayari anaandaa watu ya kwamba kivuli kitatoka, tuingie kwenye sura yenyewe ya mambo. Kwa hivyo Yesu Kristo akisema amekuja sasa, ina maana amekuja kuondoa lile agano la kwanza, aliondoe alete agano jipya. Kwa hivyo hiyo ndio inamaanisha ya kwamba ikiwa hivyo, basi inaambiwa ya kwamba lile la kwanza, agano la kwanza, amekuja kulisimamisha, kusema sasa sio hivyo tena, sasa si dhabihu tena, sasa si ukuhani huo tena, sasa dhabihu ni hii na imetolewa, agano jipya limeingia, na kuhani sasa si ule wa kubeba damu, hapana, si ule wa kutoa matoleo, hapana, yote imekwisha. Kuhani mpya sasa ni wa kusaidia kutia nguvu na kuelimisha watu. Hiyo ndio kazi yake, kwa sababu dhabihu tena, dhambi, agano, Mungu alisema sasa mtu hataambiwa mambo ya Mungu afanye, Mungu mwenyewe atakuwa ndani yake akimueleza na akijua. Lakini si kuambiwa ukifundishwa na Mungu utakubali. Kubali ni mtu anafanya uamuzi wake binafsi. Si tunajua hivyo?
Hata ukilea mtoto umwambie twende kanisa, akifika umri wake atasema mimi siendi kanisa. Na hakuna kitu tutamfanya. Hata ukimpiga, umnyime chakula, aseme mimi kanisa sitaenda. Kwa nini? Kwa sababu tunatakiwa tufike hapo Yesu alisema ya kwamba kutenda mapenzi yako ndiyo furaha yangu. Tunatenda kutokana na furaha, si kushurutishwa. Mungu ashurutishi mwanadamu. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba tumetakaswa kupitia kutolewa kwa mwili wa Kristo Yesu mara moja tu kwa wote. Mara moja tu akatoa mwili wake ukatolewa na ikakuwa kwa watu wote. Hakuna tena ati Yesu akuja atolewe tena. Hiyo damu yake, mwili wake ulitosha. Amen. Basi funzo Mwanzo 17:4 inasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Ni Bwana Mungu akiongea na Ibrahimu, baba yetu wa imani Ibrahimu. Akasema nafanya agano mimi na wewe. Na siku ya leo tumeambiwa ya kwamba Ibrahimu atakuwa baba wa mataifa mengi. Na ndio sababu hata sisi watu wakiongea mambo ya Wayahudi na nini tunasema hapana. Sisi si Wayahudi, lakini Ibrahimu alipewa agano ambalo ataitwa baba yetu. Kwa hiyo sisi Ibrahimu ni baba yetu na ni baba yetu kwa sababu hivyo ndivyo ukweli ulivyo wa mambo, ndivyo Mungu alikusudia. Yohana 5:7 akawajibu, baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Ya kwamba yeye na Mungu walikuwa daima wanatenda kazi, na hiyo hata mimi natenda kazi. Wakati tunaamini Yesu Kristo, ina maana na sisi tufanye nini? Tutende kazi, tuwe katika kazi yake. Ndio tuna mambo mengi yanatuvuta, ama yanatuvutia, mambo mengi yanatupotosha, na ndio sababu kichwa cha somo kinasema kuzingatia kwa bidii zaidi, tusije tukapotoka. Tujue kuwa katika huduma ya Bwana Mungu ndiyo mapenzi ya Mungu, na ndiyo tuko hapa. Ya kwamba nikiona nimeamka asubuhi, sijui kama jioni itafika kweli, lakini maadamu niko na uhai, nitende kazi ya Mungu na nifurahie. Ya tatu inaitwa kitu kinaitwa ukamilifu. Hebu tusomee mstari wa 11 mpaka 14, mistari minne tafadhali. 11 mpaka 14. Na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Tangu hapo akigojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Watu ambao wanatakaswa ati amewakamilisha nini? Milele. Kwa sababu tunaambiwa ya kwamba kuhani alisimama akihudumu siku baada ya siku, siku baada ya siku, na anatoa dhabihu zile ile alitoa jana ndio atatoa leo tena. Nuru anarudia jambo hilo mara kwa mara, kila mara. Lakini tunaambiwa ya kwamba hazikuweza kamwe kuondoa dhambi, kwa sababu kazi ingeondoa dhambi si angetoa tu mara moja na itoshe.
lakini dhabihu haikutosha. Tunaambiwa sasa mtu huyu, unasikia wewe anaitwa kuhani, lakini tunaambiwa mtu huyu, sababu Yesu Kristo alikuja kama mtu. Mtu ambaye anapitia yale tunapitia. Anachoka, anakasirika. Si tumemwona amekasirika. Analala, anaomba, anakula, anafanya mambo yote, anapitia yote. Anasumbuliwa na watu na maswali mengi vile hata sisi tunasumbuliwa. Anadhihakiwa, akapitia hayo yote. Na alipopitia bila kutenda dhambi, tunaambiwa alitoa dhabihu mara moja kwa ajili ya dhambi milele. Yeye alipotoa ikakuwa dhambi zimelipiwa milele, hakuna tena haja. Kwa sababu tumeambiwa ya kwamba baada ya yeye kutenda dhambi, si kutoa dhabihu, tunaambiwa mkuhani si alikuwa akitoa dhabihu anarudi kwake. Alafu kesho atafanya nini? Atarudi tena. Huyo haku alitoa yake, alafu yeye kutoka hapo akafanya nini? Akaenda kabisa. Akaenda mahali ambapo ametoka. Tunaambiwa yeye ameketi mkono wa kuume wa Bwana Mungu. Na tangu wakati huo anangoja hata adui zake wawekwe chini ya miguu yake. Yeye amemaliza kazi. Harudi tena kutoa dhabihu, amelipa deni yote. Sasa anangoja mpaka maadui wake watakapo wote wataletwa, awekwe chini ya miguu, amalize. Tunaambiwa kuna siku ya kiyama. Kuna siku tutajibu maswali. Kuna siku tutaambiwa mimi sikujui. Yeye ana hiyo haki kwa sababu amelipia watu wote, lakini wengine wamekataa na wanazidi kukataa. Hata wakati huu tunajua wale wamekataa ndio wengi kuliko wale wamekubali. Sasa kwa hivyo yeye kwa toleo lake moja, alipotoa mara moja, amewakamilisha milele wale wanaotakaswa. Ya kwamba yule ametakaswa na damu ya Yesu ametakaswa milele. Hakuna dhabihu nyingine itatolewa, hakuna tena mambo ya dhambi. Mtu ametakaswa, amewekwa tayari kwa huduma ya Mungu. Huo ndio utakaso ambao tunao sasa, ya kwamba dhambi tena haitusumbui. Ile kufikiri ya kwamba dhambi ilifanya sijui itakuwaje, hapana. Sasa hatufikiri hiyo kwa sababu tumetakaswa milele. Sasa dhambi haitusumbui, dhambi haituchafui akili, dhambi haina nguvu tena juu yetu. Lakini tumeambiwa amengoja, si ndio? Na wakati huo ndio tutaokoka kabisa. Tunapotoka hapa tunaokoka kabisa. Siku ile atakuja siku ya baragumu kuchukua kanisa, itakuwa amekamilisha yote, ya kwamba sasa milele. Kama ndugu Wadana alikuwa anasema katika wakati wa kujifunza Biblia, huko hakuna taarifa itaandikwa ati kulikuwa mtu alikuwa anaitwa Binguni. Kuna mtu alikuwa anaitwa Gibson. Hapana, kwa Gibson hakuna mtu wa kuandika habari zake kwa sababu yeye anaendelea. Itaandikiwa nani? Na kila mtu amepewa uzima wa milele. Amen. Funzo Ezekieli 44:16 inasema hivi: wataingia patakatifu pangu na wataikaribia meza yangu ili kunihudumia, nao watalinda ulinzi wangu. Fikiri Mungu akisema ati mwanadamu atalinda ulinzi wake, na yeye ana uwezo wote. Kuna mtu anaweza kumfikia? Basi hiyo ni kusema huyo kuhani alikuwa tu kwa muda. Ilikuwa tu ni mfano, ni kivuli tu ya vile Mungu anataka kuwa na watu wake, anataka kuwa pamoja na watu wake milele, wakimtumikia, wakifurahi.
wakifurahia wema wa Mungu, wakifurahia baraka za Mungu, wakifurahia uwepo wa Mungu huko mbinguni pamoja na yeye, ambapo Yesu Kristo ameketi siku ya leo. Inanikumbusha Stefano ametolewa mashtaka, watu wamewapatia habari, amejibu, watu wamekasirika, lakini katika hasira yao yeye aliangalia juu, akasema, akaona mbingu zimefunguka, akaona kiti cha enzi cha Mungu, akamuona Yesu Kristo, namuona Yesu. Kwa hivyo hata yale mawe yalipigwa, hata nafikiri hakusikia hayo mawe. Kama umemuona Yesu kweli, kuna jiwe utasikia uache kuangalia Yesu. Akakufa akiwa na nguvu, akiwa na ushuhuda wake, ukiwa timamu. Hiyo ndio tumeitwa, tushikilie huu ushuhuda mpaka siku hiyo ya mwisho. Na tuna uwezo huo, kwa sababu sio sisi, ni Yesu Kristo akiwa tena kazi yake nzuri ndani yetu, akiendelea vitenda. Amen. Amen. Jambo la kumalizia, tusomee Waebrania 10:15 mpaka 18. Shahidi ya kwamba kuna shahidi. Shahidi ni mtu yule anajua yale yalitokea, si ndio? Aliona. Ukienda mahakamani, shahidi anaulizwa ilikuwaje, anaeleza. Sasa kuna mwingine pia shahidi, tunaambiwa tuna shahidi. Kwanza kilikuwa kivuli, lakini sasa tumetolewa kivuli, tumeingia na kuna shahidi. Tafadhali 15 mpaka 18. Na Roho Mtakatifu naye atushuhudia, kwa maana baada ya kusema, hili ni agano nitakalo agana nao baada ya siku zile, anena Bwana. Nitatia sheria zangu mioyoni mwao, na katika nia zao nitaziandike. Ndipo anenapo, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Basi ondoleo la halo likiwapo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. 19 18. Tunafika 18. Tunaambiwa ya kwamba kuna shahidi, kwa sababu tumeambiwa Roho Mtakatifu, kuna Roho Mtakatifu. Tunakumbuka ahadi ya Baba. Yesu Kristo akamwambia, nikiondoka sitawaacha kama yatima. Sitaacha tu hiyo sasa ati muendelee na nguvu zenu na mafikira yenu, na hapana. Nitamtuma Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu akija, atakuwa anawaambia, anawakumbusha yale mambo niliwaambia. Sasa kama leo si nimekuwa ninawazungumzia, mkiulizwa kesho mchungaji alisema nini, utasikia Gibson anasema yake, si ndio? Na Dave anasema alisema hivyo. Lakini Yesu akasema nitakapoondoka huyu atakuja kuwakumbusha yale. Ya kwamba Gibson akiongea, anaongea kutoka na nini? Kukumbushwa. Anajikuta anakumbuka. Na Wadan pia naye anakumbuka. Kwa hivyo hakuna mabishano. Na tuliposoma kitabu cha Matendo ya Mitume ama mashahidi wa Yesu Kristo, tuliona ya kwamba walipokuja waliketi pamoja na wakaanza kufanya kazi. Na hakuna wakati ulisikia wakishindana kuhusu
ile kazi walikuwa wanafanya. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa hapo ndani ya kanisa akiwakumbusha, akiwahimiza. Kwa hivyo walikuwa wanaongea lugha moja kutokana na ukweli ambao Mungu alikuwa ameutoa. Ndio hapa tunaambiwa ya kwamba kuhusu agano hili alisema hapo awali kuhusu agano jipya na nyumba ya Israeli. Bwana Mungu mwenyewe akasema, Mungu mwenyewe alisema alipoongea kuhusu agano jipya, Bwana Mungu mwenyewe akasema, kwanza ataweka sheria zake katika nia zao na kuziandika moyoni mwao. Na mbili, atakuwa Bwana Mungu wao, nao watakuwa watu wake. Ataweka sheria zake katika nia zao na kuziandika moyoni. Sasa si kitabu, ni yale ambayo nimefundishwa yako katika nia yangu, ya kwamba nikijua ni wakati wa kwenda kanisa, najua niko kanisani. Katika nia yangu nikijua huyo mtu vile anasema inabidi ni mjibu na mjibu. Nikijua inabidi ni muache huyo na muacha. Kwa nini? Kwa sababu tuna huyo shahidi wa Roho Mtakatifu anatushuhudia. Kwa hivyo tunafanya mapenzi ya Mungu. Sheria zake zinakuwa moyoni, katika nia zetu, na zimeandikwa katika moyo. Ya kwamba sasa ninapokutana na kuiba, siangaeni kuangalia Biblia. Biblia inasemaje kuhusu kuiba? Ni vizuri niibe ama nisiibe? Hakuna wazo kama hilo, kwa sababu moyoni mwangu najua. Si hata maneno wakati mwingine tunaongea na wakati mwingine tunakasirika, lakini tunafika mahali tunanyamaza. Roho Mtakatifu anatushuhudia hapo, umefanya nini? Hiyo imetosha, acha. Kwa hivyo moyoni unajikuta umeongea maneno kama umejipima, ukasiriki vile watu ukasirika. Siku watu wengine wanasema nikikasirika utanijua. Hapana. Ukikasirika hatutakujua kwa sababu umekasirika. Hapana. Hiyo hasira yako itatulizwa na Roho Mtakatifu. Kama utafanya nini? Kama mimi nitafanya nini? Nitanyenyekea. Nisiponyenyekea nitajikuta nimeongea maneno ambayo Adana kisikia nilisema tusema, ai, mchungaji akasema hivi. Alisema. Kwa nini? Kwa sababu nimekataa kutii Roho Mtakatifu. Lakini yuko hapo pamoja na mimi. Yesu Kristo alisema hata niache. Hiyo ni Yeremia 31:33. Tumeambiwa hivyo. Alafu pia Bwana Mungu akaongeza kwamba jambo la tatu, atasamehe uovu wao na dhambi zao hata zikumbuka tena. Yeremia 31:34. Roho Mtakatifu anatukumbusha hiyo, anatushuhudia hiyo ya kwamba Mungu atasamehe uovu wetu na dhambi zetu hata zikumbuka tena. Tukizitubu hata zikumbuka. Kwa hivyo tusiwe watu wa kutaka kukumbuka, nilifanya, nilikosea na nini. Kama nimetubu hiyo naachana nayo. Niliiba, nilifanya vibaya kuiba hizo pesa ama kuiba hiyo kuku. Lakini si niliiba wakati nilikuwa nje. Sasa niko ndani, hiyo nimesamehewa na hakuna kukumbushwa kama vile mbeleni. Nimesema ni kivuli. Walikuwa nakumbushwa dhambi, sikumbushwi dhambi. Nakumbushwa ya kwamba nimesamehewa na kuna mahali ninaenda, ni safari niko. Basi kwa sababu tumeambiwa basi palipo na msamaha wa maasi hayo, hakuna tena toleo kwa ajili ya dhambi. Umeshika hapo hilo neno la kumaliza ya kwamba palipo na msamaha, ambapo nimesamehewa na Mungu,
hakuna tena toleo kwa ajili ya dhambi. Nikikosea toleo naenda kutoa ndio nisamehewe. Nimesamehewa milele, nimetakaswa milele. Kwa hivyo nikikosea hakuna dhabihu tena. Dhabihu zilifanya nini? Zilikwisha. Ni mimi tu kuomba msamaha na huo msamaha huko. Kwa sababu tumeambiwa ya kwamba tukiomba msamaha yeye anatusamehe. Tunakumbuka Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo na yule mwanamke alikuwa ameshikwa katika uasherati. Alipoulizwa ambaye ana dhambi afanye nini, atupe jiwe kwanza, si wote walishindwa? Na yule mwanamke hakuchukua hivyo mara moja akatoroka. Alipoinuka Yesu Kristo alimkuta yeye peke yake, akauliza ala, wale wengine wameenda, wako wapi? Wameenda. Wote wameenda, wote wameenda. Akasema hata mimi sifanyi nini? Sikuhukumu. Kwa hivyo tuko chini ya hukumu ya Mungu. Hapana, tuko katika kipindi cha rehema za Mungu, msamaha wa Mungu. Na napo tusamehe, basi tunakuwa tuko huru. Na Roho Mtakatifu anatuambia. Ndio sababu Roho Mtakatifu hatuachi. Anakuwa pamoja na sisi, akituhimiza, akitusaidia, akituelekeza, akitufundisha. Na ndio sababu unasoma Biblia unasema ala, mbona hii siku nimeona hivyo? Ni kwa nini? Kwa sababu tuna ule shahidi Roho Mtakatifu ambaye kila wakati anaenda akitusaidia, akitukumbusha. Amen. Amen. Basi neno la kutafakari ni Waebrania 10:3 inasema, lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Ya kwanza ilikuwa saa yote, kila mwaka tunakumbushwa ati nyinyi nini? Ni watenda dhambi. Sasa hatuna hiyo. Umesikia wakati mchungaji anasema hebu tutubu dhambi za mwaka uliopita? Hiyo hapana. Hiyo yote imelipiwa mpaka mwisho. Wazo kuu Waebrania 10:4 inasema, maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Haingewezekana. Hiyo ilikuwa tu ni kivuli, ilikuwa tu ni mfano wa mambo mazuri ambayo yatakuja. Waebrania 10:10 inasema, katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Utakaso tumepata. Tuko huru, tumesamehewa, hatuna deni. Sisi Mungu akituangalia anaona tukiwa weupe kama nini? Kama pamba, si ndio? Kuna mtu alikuwa anasema yeye ni mweupe kama pamba, lakini hakujua weupe ni nini. Weupe ni huo ambao utakaso utokao kwa Mungu. Sasa tukumbushwe dhambi kwa sababu tulilipiwa na hiyo ikaisha. Basi hebu tutembee na tukiri uhuru huo na utakaso huo ambao tumepokea. Amen. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu bariki sana. Amen.